Na mtazamaji wa ASAM Online TV, tumepata fursa ya kuzungumza na dada na tunampa pole kwa niaba ya wanahabari. Tunampa pole kwa msiba ambao umekukuta wa ndugu yako. Lakini naomba ujitambulishe jina lako kamili, alafu utatuambia jinsi gani msiba huu umepokeaje. Najua kazi ya Mungu haina makosa. Labda ungetuambia tuanzie hapo kwanza. Mimi naitwa Jenny Joram. Ni dada wa marehemu. Tumepata msiba huo na tumepata mshtuko mkubwa sana juu ya msiba huo uliotokea wa kaka yetu. Ndio. Ikiwa dada, labda ungetupa wasifu kidogo wa Charles Hilary. Alikuwa ni mtu wa aina gani labda katika familia yake? Mr. Charles, kama mnavyomjua nyinyi waandishi wa habari, ni mtu aliyokuwa mcheshi sana na akipenda watu na akipenda familia pamoja na jamii yote. Katika familia yetu alikuwa ni mtu wa kiungo sana katika kila hali, kimawazo, ukimwendea anaweza kukupa mawazo, ukimpigia simu atakupokea, hana shida yoyote. Na sisi katika familia alikuwa ni kiungo kikubwa sana, na tunamshukuru Mungu, ndo mapenzi yake, lakini tumepata pengo katika familia yetu kwa kuondoka yeye. Haya, sawa. Kama walivyosema, ratiba imetoka na mwili wa marehemu utafika hapa siku ya Jumanne jioni. Kesho. Kwa maana hiyo utapakiwa kwenye boti, kwa hiyo jioni utawasili. Na ukiwasili hiyo jioni utakuwepo hapa nyumbani. Na ukiwepo hapa nyumbani, ukifika utalala hapa kwa kuamkia siku ya pili ya mazishi. Hapa nyumbani tukishaupokea ule mwili pamoja na waombolezaji wote watakaofika pamoja na familia, tutafanya ibada ndogo hapa nyumbani. Watakuja watu wa kanisa, mapadre, tutafanya ibada ndogo. Tukishamaliza hapo, wageni watakaokuja hapa tutapata riziki ya chakula jioni kwa vile wamesafiri. Baada hapo pia tutaendelea na ibada kwa muda wa saa moja. Baadaye tukimaliza hapo, basi tutakuwepo hapa kwa kuamkia siku ya pili ya maziko. Marehemu Charles ana watoto wawili na wote ni wanawake. Mmoja anaitwa Josephine na mwingine anaitwa Faith. Na marehemu Charles alizaliwa hapa Zanzibar, lakini baada ya kukua kidogo akaenda Tanzania bara, au alilelewa Tanzania bara. Akaanza shule kule tangu Tanzania bara mpaka akamaliza. Na baada ya kumaliza ndio akaingia katika tasnia hiyo ya habari, na kama mnavyojua katika tasnia ya habari akapita sehemu mbalimbali. Kaanza ni RTD, sasa hivi nafikiri ndio TBC. Ameanza kule, akisha akaenda Radio 1. Alipokwisha kwenda Radio 1 akarudi tena akaenda Deutsche Welle nje ya nchi. Baada hapa akaenda BBC pia huko nje ya nchi. Akarudi hapa nyumbani. Baada ya kurudi hapa nyumbani akarudi akaingia katika Azam. Baada kuingia katika Azam, basi ndio akapata uteuzi ule wa rais kuwa katika kazi zake za mwandishi wa rais Ikulu. Kusema la haki, msiba umetokea hafla, kwa sababu kama ni kuumwa, ni unajua age imekwenda. Age ikienda tena binadamu unakuwa unaweza kuwa pengine labda una tatizo hivi au tatizo hivi, lakini kwa kuumwa hasa tukasema kaugua au analala kitandani, hapana. Kwa sababu pia tunaongea naye, na kama hiyo siku alofariki kama jana yake mimi ongea naye tu kawaida. Na kumbe alikuwa ananiaga, lakini ndo mapenzi ya Mungu. Ndio. Na mtazamaji wa ASAM Online TV, hatujaishia hapo tu. Tumepata fursa pia ya kuzungumza na mama mdogo wa marehemu Charles Hilary. Na hapa labda tumsikilize na yeye pia kuongelea juu ya msiba huo. Asante. Mimi naitwa Priscilla Majaliwa, ni mama mdogo wa Charles Hilary. Mama yake Charles na mimi ni mtu na mdogo wake. Charles ni mwanangu. Pole mama, pole. Labda ungeelezea Charles Hilary alikuwa ni mtu aina gani labda? Charles Hilary alikuwa ni mtu wa watu. Ni mtu mcheshi, mtu ambaye anajali watu, hachagui mkubwa, mdogo, ambaye anajali na kushughulikia shida za ndugu zake wote. Kwa kweli katika familia tumeondokewa sana na mtu ambaye katika familia yetu Charles alikuwa ndio kaka mkubwa. Alikuwa mfano wa kuigwa, ndio kioo katika familia yetu.
Pole sana. Asante. Na mtazamaji wa Asam Online TV, leo ripoti za Asam Online TV tupo Makadara kwa marehemu Charles Hilary. Ni mwanahabari nguli. Kama tulivyoguswa na msiba huo, waandishi wa habari tumepata fursa ya kuzungumza na familia yake, na pia tumepata fursa ya kuzungumza na Haji Manara. Ametueleza mingi kuhusiana na msiba huu, jinsi gani ambao umemgusa. Kama nilivyokuambia, kesho tukijaliwa ndo mwili wa marehemu unaenda kulazwa pale ndani ya makaburi ya Mwanakwerekwe. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma kamera ni Jabir Zan Kasim.